Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndugu mtazamaji, na kusalimu kwa jina la Yesu pale ulipo. Asante kwa sababu ya kipindi hichi, kipindi cha neno la Mungu, kipindi ambacho kinakujia katika studio za ET hapa Columbus, Ohio. Na malengo na mazumuni ya vipindi hivi ni kuja kulitangaza jina la Yesu, ni kuja kueneza injili ambayo tuliachiwa na Bwana. Basi napenda kuweza kukukaribisha mchana huu uje katika vipindi vyetu na ujiunge nami hapa Facebook Live tunapoenda kulisikiliza neno kutokana na vile ambavyo Roho wa Bwana ameweza kunisaidia kuliandaa. Basi napenda ushare video hii, share ili wengine watupate kupitia account yako kama kawaida yetu. Share kwa marafiki, share Facebook ili wengine nao watupate kupitia account yako, na Mungu wa mbinguni atakwenda kukubariki kwa sababu sote tunatokana na yeye. Share video hii, share video hii kwa jina la Yesu. Share video hii, share video hii kwa jina la Yesu. Share video hii in the name of Jesus. In the name of Jesus. Share ndo tunapoanza tuwe pamoja ili wengine tuchukue dakika moja mbili wengine ili waweze kupata nafasi ya kujiunga na sisi kwa jina la Yesu. Share video, share na Mungu atakwenda kukubariki. Leo tunazungumzia ama ninaendeleza somo ambalo niliongelea kwa mara ya kwanza. Ni somo ambalo wengi walibarikiwa nao na wengi waliniandikia, wengi wakanipigia simu, na ndio maana ya neno linapokuja linakuja kutusaidia, linakuja kukaripia, linakuja kutuonya, linakuja kututia moyo. Kwa hiyo neno limebeba mambo mengi na kila mtu anapokea kulingana na hali aliyo nayo, kulingana na situation ama hali ambayo yako nayo. Kwa hiyo wengi walifurahia neno na nikasema nitaendeleza kwa sababu sikuweza kumaliza kwa sababu ya muda. Tunaongelea kuhusu nguvu iliyo ndani ya neema. Nguvu iliyo ndani ya neema. Nguvu iliyo ndani ya neema. Leo nitaongelea nguvu iliyo ndani ya neema sehemu ya pili. Lakini leo nitaongelea kuhusu njia ya kutunza neema ambayo Mungu ameachilia kwako. Njia ama tujitahidi kutunza neema ambayo Mungu ameachilia kwetu. Kwa hiyo leo nitakwenda kuongelea zaidi kwenye njia ya kuitunza neema. Mara ya kwanza tulijifunza na tukaona vile ambavyo neema ina upana. Labda nitagusia tu haraka afu tutaendelea. Lakini nakumbusha tena, share video na Mungu atakwenda kukubariki. Share wewe unayejiunga sasa hivi, share ili watu watupate kupitia account yako. Tunaongelea kuhusu nguvu iliyo ndani ya neema. Leo ninaongea sehemu ya pili inayosema njia ama namna ama kutunza neema ambayo Mungu ameiweka kwako. Bwana asifiwe. Sasa labda tu nirudie haraka dakika mbili kile ambacho nilihubiri last time ili tupate picha wapi tunaenda. Nilisema kwamba neema ni mlango ambao Mungu aliutengeneza kumstiri mwanadamu. Na nikasema neema kwa asilimia kubwa, neema ni kitu ambacho kina present nafasi. Na nikasema kwamba watu wengi wanasema neema wanakuwa hawajui zaidi maana ya neema ni nini. Bwana asifiwe sana. Neema ni kitu ambacho Mungu alikiweka katika hali ya kumstiri mwanadamu. Nilisema kwa sababu zamani mfumo wa kazi ya Mungu ama system ya utendaji kazi wa Mungu ilikuwa ni mtu wa maamuzi. Ukifanya kosa anamfanya maamuzi. Lakini baadaye Yesu alipokuja kupitia neema iliyoletwa kwa Yesu, iliyoletwa na Yesu, Mungu akawa na muda kidogo, akawa mvumilivu. Moyo wa Mungu kiingiwa uvumilivu, kaingiwa na subira ya kuweza kutupatia nafasi nyingine na ya pili na ya tatu kulingana na kila mtu na neema yake na nafasi, ili unapofanya makosa Mungu anakuwa na ile roho ya huruma zaidi ya kuweza kukustiri. Nilisema hivyo. Kwa neema ni mlango ambao Mungu aliuweka, alimleta Yesu katika hali ya kwamba atustiri, ama kwa tafsiri nyingine ni hali ya kutuvumilia. Nikasema hivyo. Nikasema pia neema
imegawanyika katika branch nyingi, imegawanyika kwenye matawi mengi, na nikakwambia kwamba neema kubwa ama neema ya ujumla ni neema ambayo ililetwa na Yesu, kama vile ambavyo Biblia inasema kwamba sisi sote tumekombolewa kwa neema, tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Hiyo ni neema ya ujumla ambayo ndio kama foundation, ndio inabeba msingi wa neno neema. Lakini nikakwambia ndani ya hiyo neema sasa kuna neema tofauti tofauti, na nikakwambia kuna watu ambao wamepewa neema ya kuwa na hekima, ya kuwa wapatanishi, ni watu ambao wapendi wengine waonewe. Kuna watu wamepewa neema ya kwamba popote anapokwenda anapata kibali kwa watu. Nikakwambia kuna watu wamepewa neema za uvumilivu. Kuna watu wamepewa neema ya kuwa na imani. Na huyo mtu ambaye amepewa neema ya kuwa na imani anakuwa, wengine wanakuwa wanatiwa moyo. Kwa hiyo neema imegawanyika katika sehemu tofauti tofauti. Nikakwambia sasa ni jukumu lako na langu kujua ama kwenda kwa Mungu ama kudiscover ni neema gani ambayo wewe unatembelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine nikasema kwamba kuna tofauti kati ya neema, rehema na huruma, kwa sababu kuna mtu ambaye alitaka aelewe nini maana ya rehema, nini maana ya huruma. Nikasema kwamba hivi, neema ni kitu ambacho kinafanya kazi ya kumpushi rehema afanye maamuzi mazuri, kwa sababu rehema ni neno ambalo linafanya kazi kwenye ofisi ya maamuzi. Kazi ya rehema huwa ni kufuta kosa, ama nikakwambia rehema maana yake kwa Kiswahili kingine ama kwa tafsiri nyingine ni neno msamaha. Kazi ya msamaha huwa ni kufuta kosa basi. Nikakwambia kwamba huruma ni kitu ambacho kinafanya kazi ya kumshawishi mwanadamu ndani ya moyo asifanye maamuzi mabaya ama asitende kitu kibaya. Na nikakwambia mtu anapokosewa anakuwa na roho mbili. Kuna roho ya hasira na kuna roho nyingine inakwambia usiwe na hasira. Huruma inakwambia bwana, usimfanye huyu mtu hivi. Angalia ni mjane, angalia hana kazi, usimtendee mabaya. Hiyo ndio kazi ya huruma, inashawishi moyo wa mwanadamu. Sasa nikakwambia kwamba neema, kazi ya neema ni kitu ambacho kinampatia mwanadamu nafasi nyingine ili apate kitu ambacho alikuwa hakustahili. Sasa nikakwambia mtu anapokuwa amemkosea mwingine, yule aliyokosewa huwa anapata hasira. Anapokuwa katika hali ya hasira, anakuwa katika hali ya maamuzi, aidha mfanyie huyo mtu aliyomkosea kitu kibaya ama kizuri. Nikasema mtu anapokuwa na hasira, sasa kazi ya huruma ni kumwambia huyo mtu usifanye hivyo. Sasa neema inapofika inamwambia ndugu yangu, hata kama huyo mtu amekukosea, mpatie nafasi nyingine ya pili, anaweza akajirekebisha. Hiyo ndio kazi ya neema. Anaweza kujirekebisha, mpatie nafasi nyingine, usifanye hivyo. Hata wewe unakosea wengine na watu wanakusamia. Neema inaanza kufanya hiyo kazi ya kumpushi rehema, hakikishe anamsamea huyo mtu. Sasa neema ikifanya hiyo kazi na huruma ikifanya hiyo kazi, kazi inayobaki pale sasa ni ya rehema. Kazi ya rehema ni kusema basi, kwa sababu mimi ni mwanadamu na yeye ni mwanadamu na amenikosea, na mimi pia huwa nakosewa na nakosea wengine wananisamea, basi ninamsamea. Kwa hiyo kazi ya rehema ni kusamea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nilikwambia. Kwa hiyo rehema kazi yake ni kusamea. Neema kazi yake ni kuja kumshawishi rehema hakikisha kwamba amempatia huyo mtu nafasi ya pili ama ya tatu, whatever. Kazi ya huruma ni inafanya kazi ya kumshawishi mwanadamu ndani asifanye maamuzi ambayo ni mabaya. Sasa nikakwambia hivi, mtu akisema kwamba ni Mungu wa rehema, anamaanisha kwamba ni Mungu ambaye anasamea. Mtu akisema ni Mungu wa neema, ni kumaanisha kwamba ni Mungu anayenipatia nafasi nyingine na nyingine na nyingine. Ndio kazi ya neema. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine nikasema hivi, kwenye upande wa maombi, kwenye idara ya maombi, neema inafanya kazi kubwa sana. Sasa watu hawajua haya mambo. Nikasema hivi, kwenye upande wa maombi, kazi ya neema huwa ni kuachilia kile kitu ambacho wewe unaomba kwacho. Ukisema Mungu, nataka mwaka ujao unibariki na $25,000 ama $20,000. Kazi ya maombi yale maombi yakibebwa na Yesu, yakifika kwa Mungu,
Kazi ya neema ni kuachilia kile ambacho umeomba. Mungu akiachilia $20,000 kwako, sasa kazi ya imani ni kupokea kile ambacho Mungu ameachilia. Nikakwambia kwamba neema kwenye upande wa maombi inafanya kazi neema, imani na uvumilivu. Biblia inasema kwamba tunapokea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokea. Kazi ya imani huwa ni kupokea kile kitu, hata kama kwenye macho ukioni, hata kama unaona kijafika. Kazi ya imani kwenye maombi ni kazi moja tu, ya kuhakikisha kwamba umekipokea. Kwa hiyo kazi ya neema ni kuachilia kile kitu ambacho umemwomba Mungu akupe. Neema inaachia. Basi kazi ya neema ndio kazi ya neema kwenye upande wa maombi. Nimekwambia, ndio maana nimekwambia neema ina tafsiri kubwa na pana. Kwa hiyo neema ikiachia kile kitu ambacho Mungu amekupa, ambacho ama kitu ambacho Mungu ameomba, kazi ya imani ni kupokea kile kitu. Haijalishi kitafika lini. Imani ikipokea kile kitu, uvumilivu unaingia. Kazi ya uvumilivu ni kuhakikisha kukata tamaa hakupati nafasi kwa kile ambacho unakisubiria kifike. It doesn't matter hata kama kitafika. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter hata kama kitafika. Kazi ya uvumilivu ni kuhakikisha kwamba kukata tamaa hakupati nafasi kwa kile ambacho wewe unakisubiria. Kwa hiyo neema, imani, uvumilivu vinafanya kazi sana, lakini kwenye idara ya maombi, kwa wale ambao wanapenda maombi, ni kitu cha maana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikafafanua hivyo. Na nikakuambia kitu kingine kwa kumalizia, niingie kwenye somo kwamba neema haimpatii mwanadamu uhalali na haki ya kuingia mbinguni na dhambi. No. Neema inampatia mwanadamu nafasi ya kubadilika kutoka kwenye ubaya kuja kwenye uzuri. Ndio kazi ya neema. Haimpatii mwanadamu uhalali na haki ya kuingia mbinguni na dhambi. Neema inampatia mwanadamu nafasi ya kubadilika kutoka kwenye uovu kuja kwenye uungwana ama kwenye uzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo nitazungumzia kuhusu historia ya Samson. Leo ninaongelea sasa neema ama namna ya kuitunza neema. Leo nitaongelea kuhusu habari ya Samson kwa ufupi. Tuone Samson alifanya nini. Alafu baadaye nitafafanua kwa nini nasema kuna umuhimu wa kutunza neema. Sasa tunasoma kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Biblia inasema hivi, Waamuzi 16 mstari wa 1 hadi wa 3. Biblia inasema hivi, Samson akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku, wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji. Wakanyamaza kimya usiku kucha wakisema, na tuongojee mpaka mapambazuko ndipo tutamuua. Basi Samsoni akalala hadi usiku wa 8. Akaamka katikati ya usiku, akaishika milango ya lango la mji na miio yake miwili, akaing'oa pamoja na komeo lake, akajitweka mabegani, akavichukua hadi katika kilele cha mlima ule unaokabili Hebron. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka niongelee kuhusu habari za Samson. Ndio nataka nikwambie neema sio kitu cha kucheza nacho. Neema sio kitu cha kucheza nacho. Sikiliza. Mungu, wana wa Israeli walikuwa chini ya mateka ya Wafilisti kwa miaka 40. Haleluya. Na wana wa Israeli walijikuta wako kwenye mateka miaka 40 kwa sababu gani? Kwa sababu walimkosea Mungu. Mungu akawaweka chini ya utawala wa Wafilisti kwa miaka 40. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya miaka 40 Mungu akataka kuwakomboa ama kuwaletea wana wa Israeli msaada. Mungu alichofanya, akamtuma Samson. Na ukiangalia hata kuzaliwa kwa Samson kulikuwa kwa kipekee, kwa sababu Samson alikuwa ni mtu nadhiri wa Mungu. Maana ya neno nadhiri ni mtu ambaye anakuwa ametengwa rasmi kwa sababu ya kazi fulani.
ni manadhiri wote katika ulimwengu wa Agano la Kale walikuwa ni watoto ama ni watu ambao wamewekwa wakfu kwa sababu ya kazi fulani. Kwa hiyo Samson alikuwa amekuja kwa mission ya kuja tu kuwatetea wana wa Israeli. Sasa Samson ni nani? Samson alikuwa mtu wa kabila la Dani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabila la Dani ni kabila ambalo linapatikana katika makabila 12 ya wana wa Israeli. Na makabila 12 ya wana wa Israeli, kabila la Dani ni mojawapo ya kabila 12 ya watoto 12 wa Yakobo, kama mnavyojua. Sasa sitaki kwenda kwenye historia, kwa sababu nikienda kwenye historia sitamaliza. Samson ana historia ndefu sana. Kwa hiyo Samsoni ni mtu ambaye ametoka katika kabila la Dani, katika ile makabila 12 ya wana wa Israeli. Na Samson ni mtu ambaye ametoka kwenye wale watoto 12 wa Yakobo. Kuna kabila la Dani pale, kuna Benjamini, kuna Dani, kuna watoto wote wako pale. Sasa Samson ametoka kwenye kabila la Dani. Bwana Yesu asifiwe sana. Samson ni mtu ambaye alikuwa amejaliwa na nguvu za kimwili, ambako tutaenda huko baadaye. Lakini sasa Samson ni mmoja wa waamuzi 13 mpaka 16 ambao Mungu aliwatumia kuwatetea wana wa Israeli kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo Samson alikuwa ni mtu wa muhimu sana. Kwa hiyo Samson hakuja tu hivi. Samson ilikuwa ni target, yani Mungu alikuwa amemtarget. Sasa Biblia inasema kwamba baada ya Samson kuzaliwa, baada ya mama yake kupata mimba, baadaye hivi wakazaliwa, mnajua historia yake. Wakapewa masharti wazazi wa Samson kwamba wasifanye hivi, wasimnyoe. Samson lile jambo alijua hayo mambo kwamba hapaswi kunyolewa, kwa sababu nguvu zake zimetokana na nywele. Kwa hiyo maanisha nini? Neema ya Samson ilikuwa imebeba utetezi. Samson alikuwa ni mtetezi. Ndio maana nimekuambia neema ni kitu kinafanya kazi kwenye idara tofauti. Samson alikuwa amebeba neema ya kuja kuwa mtetezi kwa wana wa Israeli dhidi ya Wafilisti. Kwa hiyo Samson alipokuwa, alianza kufanya kile kitu ambacho Mungu amemletea. Akaanza kuwatetea. Sasa kitu kilichotokea ni kwamba Samson alijikuta anaanza kufanya kazi ambayo Mungu hakumuita. Alianza kufanya kazi ambayo Mungu hakumuitia. Alianza kuingia kwa makahaba, kitu ambacho Mungu hakumuitia. Na ukisoma kitabu cha Waamuzi utaona kabisa wazazi wa Samson walimuonya, wakamwambia huwezi kufanya hilo jambo. Lakini unaona pamoja na kwamba Samson alikuwa anafanya ile kazi, anawatetea wana wa Israeli ama anatetea kabila lake, wakati huo the same anafanya kazi ya kuingia kwa makahaba, kazi ambayo Mungu akumuitia. Lakini bado unaona ile neema ya yeye kuwa na nguvu bado alikuwa amebeba. Ndio maana nimekuambia neema ni kitu ambacho kina present nafasi. Kwa hiyo alikuwa anaingia kwa makahaba na bado ile nafasi ya kuwatetea wana wa Israeli anaipata. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Samson kitu ambacho alijisahau kutunza neema ambayo Mungu alimpa. Mungu hakumleta Samson ingie kwa makahaba. Samson hakuambiwa sioe, hapana. Kwa hiyo utaona Samson baada ya kutoka kwa yule kahaba, ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 4, alimuona mwanamke mwingine anaitwa Delila. Kwa hiyo Samson alianza kujisahau. Sasa neema ya Mungu hata kama bado ilikuwa iko juu ya Samson, ile neema ilianza kuwa kwenye hesabu sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Samson alifanya kitu ambacho Mungu alimuitia. Lakini kitu ambacho alijisahau kwamba yeye hakuitiwa kuingia kwa makahaba. Alianza kuitumia neema ambayo Mungu alimpa kwa njia ambayo Mungu hakumwambia. Samsoni alibeba neema ya kuja kuwa mtetezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaona kufa kwa Samsoni kulikuwa kubaya sana, kwa sababu baadaye neema ilifika mwisho. Ndio maana nimekuambia neema haimpatii mwanadamu walali na haki ya kufanya dhambi. Neema ni mlango ambao Mungu ametengeneza wa kubadilika.
Sasa ule muda ambao Mungu anakuwa ameweka kwa kila mtu kulingana na mapenzi ya Mungu ukiisha, kinachotokea huwa ni maangamizi. Huu ndio upande wa pili wa neema sasa. Kwa hiyo usifikirie neema inakustili tu. Wakati wa neema ukiisha, kinachotokea huwa ni maangamizi. Samsoni alikuwa anafanya kazi ya kuwapigania taifa lake na anaingia kwa makahaba. Na wazazi wake walimuonya, hakusikia. Sasa wakati ule wa neema ulipokwisha, Mungu akasema na liwe liwalo, hakujali. Walimtoboa macho na wakamuua. Sasa nataka niseme hivi. Sisi ambao tumeitwa kwa jina la Yesu kwa wakati huu sasa wa agano jipya, kumbuka kila mtu ambaye amepewa kitu katika ufalme wa Mungu ni neema. Tunapata vitu kwa neema. Ikiwa mimi leo Emmanuel Tambo nimepewa kipawa cha kucheza mziki, nimepewa kipawa cha kuhubiri, ni neema. Kwa sababu kuna wengi ambao walitamani kuwa wanamziki, sio wanamziki. Wengine walijitahidi kujifunza wakashindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo neema haikuja kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa wewe uko pale na wewe ni mwana maombi, ujue hiyo ni neema Mungu amekupa. Ikiwa uko pale na unahubiri, wewe ni mwinjilisti, wewe ni apostle, whatever katika kingdom ya Mungu, ninakusii mchana wa leo ujue hiyo ni neema. Sasa ni lazima hiyo neema hiyo itunzwe. Lazima hiyo neema itunzwe. Kwa sababu gani? Wewe haukujipatia hiyo neema ya kuwa hivi vile ulivyo. Ikiwa Mungu amekubariki kifinancial, amekutajirisha, ni neema. Ikiwa wewe ni mwimbaji, ujue kuna watu wengi wanataka kuimba kama wewe, hawawezi. Mimi mwenyewe unavyoniona hapa, kuna wengi walikuja niwafunze gitaa, nikuwafunza. Lakini unaona kabisa huyu mtu hata kama ana moyo wa kujifunza gitaa, lakini hapa sio mahali pake. Huyu sioni kama ameitiwa huko sana. Na unaona mtu anang'ang'ana lakini mwishowe anashindwa. Kwa hiyo sisi ambao tumebarikiwa na hivyo vipawa na hizo karama, ninaongea kwa ufupi sana leo kuhusu neema. Lazima tujue namna ya kutunza neema ambayo Mungu ametupatia. Nimekuambia neema ni neno pana katika ufalme wa Mungu. Neema inafanya kazi kwenye njia nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama wewe Mungu amekupa zawadi ya kuwa na karama, zawadi ya kuwa na kipawa, mwanamuziki, wewe ni mhubiri, wewe ni apostle, wewe ni mwimbaji, wewe ni mwana maombi, wewe chochote ambacho Mungu amekupa, ujue hiyo ni neema. Sasa cha kufanya ni nini? Lazima hiyo neema hiyo uitunze. Itumikishe neema kulingana na mapenzi ya Mungu. Itumikishe neema ama tuitumikishe neema ambazo Mungu ametupatia kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Usipokaa kwenye mkao wa makini, sikiliza hii. Ninakusii ndugu yangu kwa jina la Yesu. Usipokaa kwenye mkao wa makini, unaweza ukatumia neema ambayo Mungu ametupa. Tunaweza tukatumia vipawa ama neema ambazo Mungu ametupatia kuwa fimbo. Unaweza kujikuta unatumia neema hiyo kuwa fimbo kwa wengine. Na ndio maana unaona hata katika ulimwengu wa sasa hivi wengi wanakuwa limiti. Huduma zinakuwa limiti. Vipawa vinakuwa limiti. Kwa sababu gani? Mungu anajua huyu akitoka hapa haende namba 2 itakuwa shida. Kwa hiyo Mungu anakuweka hapo namba 1 tu. Na sio mapenzi ya Mungu kwamba neema ambazo ametupatia ama zile karama ambazo ametupatia tuishie tu kuwa pale. Mungu anataka twende hatua baada ya hatua, glory by glory, hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua. Huo ndio mpango wa Mungu. Mungu hawezi kukupatia kitu alafu kwe kilemavu. Lakini wengi wamekuwa limit. Kwa sababu gani? Neema ambazo Mungu anatupatia tunazitumia tofauti na ambavyo Mungu anataka. Nimekuambia neema sio kutubu tu. Yesu nimekuja, nimetubu dhambi zangu zote, Mungu anakusamea, neema imebeba mambo mengi. Hata nimekuambia vipawa ambavyo tunavitumikisha ni neema.
Sasa ni lazima tujue namna ya kutunza vile vipawa, tujue njia ya kutumia vipawa ambavyo Mungu ametupatia kulingana na mapenzi ya Mungu. Hili jambo ndio jambo limetesa watumishi wa leo. Hili jambo ndio jambo limetesa watu, na ndio maana unaona hata utendaji kazi wa watumishi wa dunia hile na dunia hii ni tofauti, kwa sababu mtazamo wa watumishi wa siku hizi wanapopata hizo neema, na mimi nikiwemo, unakuwa tofauti. Sasa ni vizuri kujua namna ya kutunza kile kitu ambacho Mungu amekupa. Kitunze, kitumie sawasawa na mapenzi ya Mungu. Pale ambapo unaona unatereza, unapotea, unajirudisha tena, unaenda kwa Mungu. Mungu anakupatia laini, na kwa kufanya hivyo dunia hii itatikisika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana siku hizi hata watumishi inakuwa ni kawaida tu, watu wakiona wahubiri wanasema ni wale tu. Kwa sababu gani? Mfumo na utendaji kazi ama system ya kutenda kazi imebadilika, kwa sababu watu wameichukua hiyo neema na kuiweka kama ni kitu cha kawaida. Neema sio kitu cha kawaida, ndugu yangu. Ndio maana nimekwambia katika kipindi cha kwanza niliongelea neema ambayo imebeba vitu vingine. Nikakwambia neema imebeba kuwa na imani, kuwa na nini. Sasa leo nilitaka tu ni kuonyesha kwamba neema pia, kuwa na kipawa ama kuwa na vipawa, kuwa na huduma ni neema. Kwa sababu sisi tumeachiwa kazi na Yesu ya kwenda ulimwenguni na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu na kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kazi moja kubwa ambayo tumeachiwa ni kuhakikisha tunavuna roho za watu. Ni kuhakikisha tunavuna roho za watu. Bwana asifiwe sana. So kama wewe ni mwinjilisti na Mungu amekupatia hicho kipawa cha uinjilisti na unaenda kule nje kufanya hiyo kazi, hiyo ni neema. Tunza hicho kipawa. Usitumie kipawa kuwa fimbo. Ukianza kutumia kipawa ndio maringo, ndio kujivuna, ndio kujinua, na kuambia utakuwa limit. Na wengi wamekwama hapo, wakajikuta na miaka 60, 70 na kuisha. Acha nikwambie kitu kimoja. Unapokuwa mtumishi, mambo mawili lazima yafanye kazi. Kitu cha kwanza, lazima muda. Katika utumishi wa Mungu, muda ni kitu very important. Na ndio maana leo mtu wa miaka 80 ni ngumu kufanya injili. Kwa sababu gani? Anakuwa na desire ndani ya moyo, lakini nguvu za kimwili hazipo. Sasa kuna wengine bado wana nguvu na kiu wako nayo. Na ndio maana utaona mtu akifanya kazi ya Mungu vizuri, hata anapokuwa mzee, anakuwa na ile proud kwamba nilipokuwa kijana nilichapa kazi ya Mungu, sikulala. Sasa yule ambaye yeye alikuwa kijana na akalala kufanya kazi ya Mungu, alafu anapokuja kuwa mzee ndiye anakumbuka, lazima huyo mtu atakuwa na masikitiko kila wakati. Na ndio maana unaona kuna wale ambao wanaendelea na wengine hakuna mtu ambaye Mungu alimleta Mungu atakaendelee kihuduma. Kwa hiyo muda, time ni kitu kizuri sana, kujua kulenga time. Kulenga time. Kwa hiyo unapochezea neema ambayo Mungu amekupatia, unapoendelea kuchezea ile neema, ujue pia na muda unaenda. Nimekuambia kwamba neema ni kitu ambacho kimewekwa kwenye muda. Muda ukiisha wa hiyo neema, kinachobaki ni maangamizi. Mungu hajali. Mungu hajali. Kwa ni vizuri pia kuangalia na muda. Usipoteze wakati kwenye muda. Mungu anapokuambia amekupa kitu cha kufanya, kifanyie kazi na uone matunda ya hicho kitu. Usipoteze time. Kwa sababu unapoendelea kuichezea hiyo neema ama kutokuwa serious, ndipo muda unaenda. Utajikuta una miaka 80, 70, au uweze kufanya kitu kingine, utakaa tu chini wengine wakuhudumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimekuambia kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafanya watu misunderstand kitu kinaitwa neema. Chochote ambacho unapata, chochote ambacho Mungu ananipa, ujue hiyo ni neema. Lazima hicho kitu kitunze. Bwana asifiwe sana. Ninaamini kabisa umenielewa, na naamini somo hili ni somo ambalo limekwenda kukusaidia. Hata mimi mwenyewe
Mimi mwenyewe unavyoniona hapa, hata baada ya kuhubiri hapa Facebook live, na mimi huwa ninakwenda kusikiliza. Na kitu ambacho nataka nikuachie kwamba neema ina time. Kwa hiyo cheza na wakati. Cheza na wakati. Kwa hiyo unapoendelea kucheza na wakati, ndivyo ule wakati huyo neema unaisha. Kwa sababu haimaanishi kwa sababu una neema muda uendi. Asubuhi inafika, mchana unafika, jioni inafika, siku inaisha. Neema ina time. Tumia neema yako. Kama wewe ni mwinjilisti, kama wewe ni mwimbaji, kama wewe ni apostle, piga kazi ya Mungu sawa sawa na mapenzi ya Mungu, na utaona hata wakati unapokuwa umeenda utasema kweli, kuna wakati nilimtumikia Mungu. Nilipokuwa kijana nilimtumikia Mungu. Nilipokuwa na miaka 25 nilimtumikia Mungu. Neema ambayo Mungu alinipatia ya uimbaji nilipiga sawa sawa. Neema ambayo Mungu alinipa ya kuhubiri nilitwanga injili. Neema ambayo Mungu alinipatia ya maombezi nilipiga sawa sawa. Neema Mungu ambayo alinipatia ya kuwa mtume nilipiga sawa sawa. Neema ambayo Mungu alinipatia ya kuwa mwalimu nilifanya kazi sawa sawa. Utajikuta hata uzee wako umejaa furaha. Umejaa furaha. Neema ina time. Cheza na time. Usizubai. Kitu ambacho shetani amefanya katika ulimwengu huu, shetani ameachia roho ya kupumbaza. Wakristo tumeingiwa na roho ya kupumbazika. Huu ni wakati wa kufanya kazi ya Mungu. Chochote ambacho Mungu ameweka kwenye mikono yako, ujue hiyo ni neema. Kuna wetu wengi wanatamani kuwa kama wewe. Hata hicho ambacho wewe unakizarau, unakiona labda hichi bado. Hicho ndio Mungu amekupatia. Kitumie hicho. Kitumie. Usikubali Mungu alimiti neema yako ambayo amekupatia, kwa sababu neema huwa iko limit. Inaweza kulimit, unabaki hapo. Hauendi. Na wengine wanakufa. Na vingine vinakufa. Mimi nimeona kabisa hivi unavyoniona hapa. Nimeona mtu rafiki yangu alikuwa amepewa neema kubwa ya kucheza gitaa. Yaani akipiga gitaa mpaka mimi nilikuwa nashangaa. Lakini alicheza hiyo neema hivi unavyoongea na wewe. Anafanya kazi nyingine tofauti na kapotea hata kwenye mambo ya Mungu. Kwa sababu gani? Neema ambayo Mungu alimpa alichezea, na watu walikuwa wanamwambia bwana, haukuitiwa huko. Itumikishe hiyo neema vizuri. Kuna watu ambao ni waimbaji leo. Mungu aliwapatia karama za kuwa waimbaji, na wakisimama mbele ya watu wanaimba na mpaka watu wanajazwa na roho. Wakachukua hizo neema wakaweka kwenye viburi. Wakachukua neema wakaweka kwenye maringo. Wakachukua hiyo neema wakaifanya kuwa biashara. Ni biashara, ikawa sasa sio kuhudumu, ni kuperform. Na neema hiyo Mungu akalimit, wana maisha mabaya sana. Chochote ambacho Mungu amekupa kwenye ufalme wa Mungu ni neema. Itumie vile inavyotakiwa. Usijaribu kutumia neema kuwa fimbo kwa wengine. Mungu anapokuwa amekujalia na neema, hakukupa kwako wewe mwenyewe tu. Amekupa ili uwe faida kwa wengine. Ndio maana leo mimi siwezi kujihubiria mwenyewe, hapana. Siwezi kujipigia gitaa mwenyewe, hapana. Ni lazima nishare na wengine wabarikiwe. Kama ni kuhubiri, ndio maana nahubiri Facebook. Hii kidogo ambayo Mungu amenipa na wewe unasikia. Kama ni upigaji gitaa, nikienda kanisani kumwabudu Mungu, mimi nikibarikiwa na gitaa, na wengine wanabarikiwa. Kwa chochote ambacho Mungu amekupa kwanza baraka kwako na kwa wengine. Kwa sababu kama ingilikuwa sivyo, sisi tungeokoka aje? Kwa sababu sio kila mtu alijiokoa. Kuna wengine walisikiliza injili kwa wengine. Baada ya kusikiliza injili wakaguswa. Na wale ambao waliwahubiria waligharamika. Wengine walisafiri, wengine walitumia pesa zao, na kupitia ile gharama wengine wakaokoka. Kwa hiyo tunapata hizo neema ili kuwa msaada kwa wengine. Kama una kipawa cha maombezi, Mungu akukuita tu jiombee, uombee wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na Mungu atatubariki. Na Mungu wa mbinguni atatubariki. Kwa hiyo neema ambayo Mungu amekupa itunze. Na malizia jioni ya leo kwa jina la Yesu. Tunza neema uliopewa na Mungu. Kwa maana kupitia hiyo neema, kupitia hicho kipawa, kupitia hiyo karama, Mungu atakukutanisha na wafalme. Biblia inasema kwamba kipawa cha mwanadamu kinamkutanisha na wafalme. Mimi sitasahau siku moja nilipokuwa Nairobi, Kenya. Ninakumbuka kabisa siku moja, labda nikuachie ushuhuda. Kwa mara yangu ya kwanza nimeitwa, tumeenda kucheza gitaa muziki, lakini ilikuwa ni gospel music. Tumeenda pale, baada ya kufika pale, tumeenda
tumeenda Ikulu kwa mara yangu ya kwanza. Tulipofika pale tulianza kujishangaa sisi wenyewe, tumefikaje hapa Ikulu? Kwa sababu gani? Ukiangalia background uliotoka, maisha uliotoka, unakuwa huwezi kuamini kama unaweza kufika Ikulu. Lakini tulifika, na wengine wenzangu ambao siwezi kuwataja hapa, tukapiga music pale. Kwa mara ya kwanza mimi niliweza kupeana mkono na waziri mkuu, nikapeana mkono na rais na wengine wenzangu pale, tukasikia raha. Biblia inasema kwamba kipawa cha mtu kitamkutanisha na wafalme. Kipawa ni neema, ni neema. Karama ni neema. Tunza hiyo neema ambayo Mungu amekupa, tunza na uitumie sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu gani? Mungu hakunipa kipawa kinifaidishe mimi mwenyewe na wengine pia. Idasa ni mara wako namna gani? Biblia inasema tumepewa bure na tupeane bure. Kipawa akiwezi kuwa ni biashara, tumepewa bure, tupeane bure. Kipawa akiwezi kuwa ni kiburi. Tunapojikuta tunaenda huko tunamrudia Mungu kwa sababu sisi ni wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema, tunza hiyo neema ambayo Mungu amekupa. Kama Mungu amekupa neema ya kuwa mtetezi kwa wengine, tunza, na kupitia hiyo neema Mungu atakubariki. Atakukutanisha na watu ambao watakuwa baraka kwako. Mungu ni Mungu ambaye hawezi kukubali ufanye. Biblia inasema kabisa, Yesu anasema, mtu akinitumikia Baba aliye mbinguni atamheshimu. Sasa sisi tunataka tuheshimiwe na watu. Yesu anasema kwamba mtu akimtumikia, sikiliza hiyo sentensi, mtu akimtumikia Yesu, Mungu atamheshimu. Kwa hiyo wewe usitafute heshima kwa wanadamu. Nenda kwanza kuwa connected na Yesu. Na kupitia Yesu sasa Mungu atakuheshimu. Ndio maana nilikwambia umuhimu wa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Ukimtumikia Yesu, moja kwa moja unakuwa connected na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sisi tunataka vipawa ambavyo tuko navyo tuwatumikishe wanadamu na wanadamu watuheshimu. Sasa wanadamu wasipotuheshimu tunaanza kuona kama vile ni jambo. Yesu anasema ni yeye kwanza. Chochote ambacho unafanya kwa sababu ya Yesu. Yesu anasema nini? Sikiliza, Biblia inasema hivi kwamba nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula. Nilikuwa gerezani, hamkuja kuniona. Nilikuwa sina mavazi, mkashindwa kunipa mavazi. Wanafunzi wakamuuliza, ni lini ambao tulikuona wewe una njaa tukakunyima chakula? Ni lini ambapo ulikuwa umefungwa tukakosa kuja kukuona? Ni lini ambapo wewe ulikosa mavazi sisi tukakosa kukupa mavazi? Yesu akasema, kadiri ambavyo hamkuwatendea wale, kwa sababu hamkuwatendea wale ambao walikuwa na njaa, mlikuwa mnanitendea mimi. Kwa hiyo tunamtumikia Yesu kupitia watu. Yesu haishi hapa, Yesu yuko mbinguni. Hapa tunaishi na watu. Kwa hiyo tunamtumikia Yesu kupitia watu. Tunapohudumia watu, tunamhudumia Yesu. Na hiyo neema inakuwa so powerful. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapowatumikia watu, tunamtumikia Mungu. Tunapowatumikia watu, tunamtumikia Yesu. Kwa hiyo Yesu anakuwa present na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema ambayo ulio nayo, hakikisha imekuwa baraka kwa wengine. Isiwe fimbo, isiwe kiburi, tumikisha neema ambayo Mungu amekupa kama baraka, na Mungu wa mbinguni atatubariki, na Mungu wa mbinguni atatuinua, na Mungu wa mbinguni atatuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Mungu akuwezeshe, Mungu atuwezeshe tutumie vipawa ambavyo Mungu ametupatia kuwa baraka. Tutumie vipawa ama neema ambayo Mungu ametupatia za karama na vipawa kuwa faida, na Mungu wa mbinguni atakwenda kukubariki, atakwenda kunibariki. Kwa hiyo neema imebebwa na vitu vingi sana. Ulicho nacho ni neema, kitunze. Mungu akubariki sana. Nakupenda, tunakuheshimu na Mungu anakuheshimu. Asante sana kwa kuwa nami jioni ya leo. Ninaamini kabisa uko pamoja na mimi, na ninaamini kabisa Bwana yuko pamoja na wewe, na Mungu anakwenda kukusaidia. Mungu anakwenda kufungua macho. Sikiliza, hakuna mtu ambaye alibeba neema ya Mungu na akaitumia sawa sana mapenzi ya Mungu, Mungu akamwacha. Ninakwambia ukweli, hakuna.
Kinachotuchanganya tu ni kwamba tunatumia neema tofauti. Hatutumii neema kulingana vile ambavyo Mungu anatuambia. Hiyo ndio shida. Hakuna mtu ambaye Mungu alimpa neema ya kuwa na kitu kwenye ufalme wa Mungu akakitumia sawasawa na mapenzi ya Mungu, Mungu akamwacha. Hakuna. Ukiona kuna mkwamo mahali, Mungu amekupatia kitu na kuna mkwamo mahali, sio shetani tu. Tumeshazoea shetani. Sio shetani tu, pia na sisi ambao tunapewa hizo karama tunachangia sehemu kubwa kukwamisha neema ambayo Mungu amekupa isifanye kazi, ama unakwamisha ule muendelezo. Kwa hiyo sio shetani tu. Ukiona umekwama mahali mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, something is wrong somewhere. Lazima uamke na umwambie Mungu wapi kuna shida, na Mungu atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Samson kama alipewa nguvu kuja kuwa mtetezi wa wana wa Israeli zidi ya Wafilisti. Sasa angalia ambapo nguvu za Samson ambapo zilikuwa zimeanza kutumika. Nguvu zilikuwa zimeanza kufanya kazi kukimbia watu wasumuue kwa sababu yeye alikuwa mmiliki wa kahaba. Kwa zile nguvu, kwa tafsiri nyingine, zile nguvu zilianza kuwa misused. Alianza kuzimisuse zile nguvu. Na kwa kitendo kile kilianza kumtoa Samson kwenye mtazamo ama kwenye ile njia ambayo Mungu alikuwa amemwitia kwayo. Mungu hakupenda Samson afe kile kifo. Na ninashangaa kwa nini Samson hakushituka. Kwa sababu baada ya Samson kumuoa Delila, sio kwamba tu wale Wafilisti walikuja mara moja wakamuua. Ile tukio lilitukia karibia mara 3 kama mara 4 sijakosea. Walikuwa wanakuja, Delila akimwamsha, nguvu zinamsaidia, anaenda. Sasa angalia vile ambavyo nguvu zilikuwa zinamsaidia mahali ambapo hastahili. Zile nguvu hazikupaswa kutumika pale. Zile nguvu zilipaswa kutumika kwenye kwenda kuwatetea wana wa Israeli. Lakini nguvu ziliweza kumuokoa wakati alipokuwa anataka kukimbia watu wanataka kumuua, wakati maadui wanataka kuja kumuua. Kwa hiyo nguvu ziliweza kutumika sehemu ambazo sio. Ninamaanisha kwamba nguvu za Samson zilianza kufanya kazi mahali ambapo sipo. Alianza kuzimisuse. Sasa nashangaa kwa nini Samson hakuweza kuelewa haraka, hakuweza kushtuka haraka kile kitendo cha Delila anamwambia wanakuja kukuua Wafilisti, anaenda. Lakini mwishowe Samson walipokuja kwa mara ya mwisho walimweza, wakamkata nywele, wakamuua, wakamtoboa macho. Akaenda kule akaanza kuwa msagaji wa ngano. Na baadaye nywele ziliporudi tena, nguvu zilirudi, ndio ulikuwa mwisho wake, na kafa pamoja na wale watu katika lile jengo. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba hivi kila karama ambayo Mungu ameweka ndani ya mtumishi, lazima kuwe na mahali ambapo hiyo karama Mungu ameandalia mazingira ya kwamba hiyo karama wapi itafanya kazi. Sasa shida inakuwa kwamba Mungu anaposema kwamba hiyo karama itafanya kazi mahali hapa, sisi tunaingia ni ubinadamu, tunaanza kumisuse hizo karama. Na hicho ndio kitendo ambacho kimefanya wengi, nimekuambia, karama na neema yao ikwame. Mungu anapokupa neema ya kitu fulani katika utumishi, naongelea watumishi, mimi ndio naongelea. Anapokupa neema katika ulimwengu wa wokovu, anataka ile neema uitumie mahali ambapo yeye anataka, na uitumie kulingana na mapenzi yake. Sasa unapoanza kumisuse ile neema, nimekuambia kwamba neema ni kitu kimewekwa kwenye wakati, kwenye time. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unakuta kuna wengi wamepewa neema, lakini maisha wanayoishi na ile neema ni maisha ambayo havifanani. Nimekuambia ndani ya neema kuwa kuna baraka. Ndani ya neema kuna baraka. Ndani ya neema kuna baraka. Mimi ninalokuambia, nimekuambia kwamba vipawa, Biblia inasema kwamba kipawa cha mtu kitamkutanisha na wafalme. Hiyo ni baraka. Sasa shida ni kwamba watumishi wa siku hizi tumepewa neema na Mungu. Ile neema nimekuambia inapaswa kuwa baraka kwa wengine. Neema inapaswa kuwa baraka kwa wengine, isiwe fimbo, isiwe matusi, isiwe ni kujivuna, kutishia watu. No, neema ambayo umepewa na Mungu. Kama wewe umepewa neema yoyote, kama nimekuambia ni apostle, mwinjilisti, mwimbaji, nabii, pastor, nani, hiyo ni neema. Itumie sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sasa shida inakuja kwamba tunakwama kwa sababu tunaanza kumisuse. Nimekuambia kwamba neema inatakiwa kuja hatua. Utukufu baada ya utukufu.
Lakini wengi wanakuwa wamekwama sehemu moja. Kwa sababu gani? Wana misuse ile neema ambayo Mungu amewapatia. Na Mungu hawezi kukuendeleza kama una misuse neema ambayo amekupa. Itakuwa hivyo hivyo tu. Nimekuambia kitu kingine nataka ujue ni kwamba ni ndani ya kila mwanadamu, mimi na wewe, mwanadamu ni mtu ambaye ndani yake kuna kukata tamaa. Ukifanya kitu leo, unafanya kesho, mwaka unapita, mwaka wa pili, auone matunda ya kile kitu, lazima ukate tamaa. Hiyo ni nature ya mwanadamu. Mwanadamu hata kwenye biashara, ukiwa unafanya biashara unataka progressive, unataka kuendelea. Lakini ikiwa unafanya kazi ya Mungu hauoni matokeo yake, ninakuambia ukweli, utakata tamaa, utachoka. Sasa usichanganye kutokuendelea na wakati wa Mungu kama hicho kitu hakijafika bado. Kuna watu wanakosa kupiga hatua kwa sababu Mungu bado, wakati bado. Lakini mimi ninachosema ni kwamba tumemwekelea shetani sana. Kila kitu shetani, hapana. Neema iko kwenye muda. Ukitumia neema ambayo Mungu amekupa vizuri, karama ama kipawa ambacho Mungu amekupa vizuri ndani ya kingdom ya Mungu, ninakwambia ukweli, Mungu hawezi kukuacha bila ulivyo. Utaona progressive tu. Na ukiona, ninaongea tena, ukiona unamtumikia Mungu mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, uko vile vile, something is wrong your side. Kuna kitu kinaendelea ambacho sio kizuri upande wako, lazima uangalie. Kwa hiyo nimetaka kukuambia kwamba usicheze na neema, itunze neema ambayo amekupa. Samson alianza kumisuse, alianza kwenda kuitumia neema ambayo Mungu amekupa maeneo ambayo sio. Badala ya kwenda kuwatetea wana wa Israeli, neema ilianza kumuokoa Samson kukimbia watu usije kumwe kutoka kwa kahaba. Na Samson alikufa kifo kibaya sana. Sasa sio lazima kila mtu afe kama Samson. Hapana. Mungu anafanya kazi kwa njia nyingi. Sio mpaka ufe kama Samson. Unaweza kumisuse hiyo neema na Mungu anaiondoa hiyo neema na unabaki hivyo. Sio mpaka ufe kama Samson. Mungu anafanya kazi kwa njia nyingi sana. Ninakutia moyo leo, wewe ambaye unamtumikia Mungu, mtumikie Mungu, ujishushe. Mungu akikupa watu, lazima hiyo neema uitumikishe kwa hao watu. Nimekuambia kipawa ni neema. Kwa sababu gani? Kuna wengi ambao walihitaji kama sisi, hawakupewa, lakini Mungu amenipa mimi na wewe na wengine. Kwa hiyo Mungu anapokupa neema ya karama, lazima atakuwa amekuandalia maeneo mazingira. Hakuna mtu ambaye anapewa neema kufanya kazi hewa. Mungu akikupatia karama, akikupatia kitu chochote ambacho kinafanya unapaswa kukifanyia kazi kwenye kingdom yake, atakuandalia mahali pazuri kwa wakati pa kutumikisha hicho kipawa ama hiyo karama. Mungu hawezi kupatia neema ya karama alafu ukatumikishe hewa. Utatumikia wanadamu. Sasa hapo kwenye kutumika na wanadamu ndio lazima wisdom ya Mungu itumike na utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utulivu. Karama, nimekuambia usitumie karama ama kipawa kuwa fimbo kwa wengine. Mungu hatapenda. Usitumie vitisho. Usitumie hiyo njia. Haijalishi watu wanafanya nini, na Mungu atatubariki. Itunze neema ambayo Mungu amekupa. Tunza vizuri. Itunze vizuri. Itunze vizuri. Acha neema yako ikafanyike kuwa nuru, ikafanyike kuwa nyota. Itunze vizuri na watu watasema yule amebarikiwa na Mungu. Nimekuambia neema imebeba baraka ndani yake. Neema imebeba baraka, na ukitunza vizuri lazima hizo baraka utaziona. Mungu hawezi kukupatia neema na kuache. Mungu hawezi kukupatia neema ya kitu chochote na kuache, hapana. Lazima tu. Sasa wengi wakipewa neema na Mungu, labda ya kitu fulani, wanashindwa kufika mwisho wa hiyo neema, na utapokuwa ufiki mwisho hauwezi kuona matunda. Ndio maana leo kuna watu wana regret, nilifanya nini nilipokuwa namtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimekuambia neema imefungwa kwenye muda. Usicheze na neema. Ukiona mtu anafanya kazi mwaka wa kwanza, wa pili kwenye kingdom ya Mungu haoni matokeo, ujue kuna something wrong. Kuna kitu tu ambacho upande wake sio kizuri. Lazima tuwe makini na lazima kuwa kwenye mkao wa kujikosoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kuichezea neema yako. Kama Mungu amekwambia wewe ni mhubiri, wewe ni nabii, wewe ni mwimbaji, wewe ni apostle, tunza hiyo neema.
Usitumie neema kuwa fimbo. Hapana, usifanye hivyo. Neema inapaswa kuwa baraka kwa watu. Kwa sababu gani? Kazi ya Mungu sio mzigo. Kazi ya Mungu ni jukumu. Ukiweka tu kazi ya Mungu kuwa mzigo, kwisha. Hautafika, sitafika, hatutafika. Neema inakuja kukusaidia kukuambia kwamba kazi ya Mungu sio mzigo. Kazi ya Mungu ni jukumu. Maana ya jukumu unajua? Responsibility. Kazi ya Mungu ni responsibility, ni jukumu. Kwa sababu ukisema kwamba kazi ya Mungu ni mzigo, utaweza. Kamuulize Yona. Yona alipotumwa na Mungu kwenda Ninawi, yeye anakimbilia kwenda Tarshishi. Alianza kuona kazi ya Mungu ni mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia matatizo ambayo Yona alikutana nayo. Yona kuchukua kazi ya Mungu kama ni jukumu. Ukikosa kuchukua kazi ya Mungu kama jukumu, neema, ukikosa kuchukua neema ya Mungu ambayo ameweka juu kama jukumu, utakuwa mtu wa kulalamika kila siku, utakuwa mtu wa kuongea, na utajikuta unapoteza time. Utajikuta kila ile neema ambayo Mungu amekupatia na kuwa limit, unakwama hapo na utoki hapo. Usikubali hayo maisha. Sio shetani tu, hata sisi ambao tumepewa hizo neema, hivyo vipawa, tunachangia sisi wenyewe kujikwamisha. Sio mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uamke. Lazima uamke. Wewe kijana ambaye uko pale, amka. Hii mambo umepewa kazi, umepewa karama ya kuwa mcheza gitaa, ya kuwa mwimbaji, unaingiwa na kiburi na nini, haitatusaidia. Ndio maana wengi hawaendelei. Kazi ya Mungu sio mzigo. Kazi ya Mungu ni jukumu. Neema ambayo Mungu ameweka juu yako. Hicho kipawa ambacho Mungu amekwambia, kipawa ni neema. Ukisema tu nina kipawa ama nina karama, ni neema. Uwe ni mwalimu, uwe ni apostle, hiyo ni neema. Unaposema tu ni apostle, hiyo ni neema. Kwa sababu kuna wengine hawajapata. Lazima utunze hicho kitu. Usikubali. Kwa jina la Yesu usikubali. Shetani ameachia roho ya kupumbaza. Shetani ameachia roho ya kupumbaza. Usikubali roho ya kupumbaza ifanye kazi. Amka. Nimekwambia neema ni kitu ambacho kinakwenda na time. Time. The way unaendelea ku waste your time, the way unaendelea hiyo neema inaendelea ku expire. Na wakati mwingine unaweza kujikuta umezeeka huko hapo tu. Hakuna mtu ambaye Mungu anataka akae pale tu. Mungu anataka tuendelee. Kinachofanya tusiendelee sio kwamba na sisi wenyewe. Tunafanya tukwamishe neema ambazo Mungu ametupatia. Neema imekuja kukupatia glory, utukufu juu ya utukufu. Na Mungu anasema hakika hawa ndio watoto ambao niliachilia neema kwao na wanafanya kazi. Neema nimekuambia inakutanisha watu na wafalme. Usikubali. Lazima ukutane na mfalme wako ambaye Mungu amekuandalia. Lazima neema aliyokupatia Mungu ikukutanishe na mfalme wako. Ikukutanishe na utukufu wako ambao Mungu amekuandalia. Ni utukufu gani? Anajua yeye kwa siku zake. Lazima. Lakini ukikaa mkao wa hasara, utajikuta unakaa hapo miaka yote. Utakachofanya, utakata tamaa. Hakuna mwanadamu ambaye akataki tamaa. Hakuna. Ukifanya kitu leo, kesho kutwa, kuna wakati utakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupenda. Mungu akubariki sana. Basi acha tuombe tumalizie kwa siku ya leo. Tutaonana next time. Kipindi kinachokuja tutaongelea kuhusu neno linalohusu majaribu. Ama majaribu. Tunaongelea somo ambalo linasema majaribu. Ni somo ambalo ninakuomba sana ulifuatilie. Nitakuja kufundisha kuhusu neno majaribu katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili. Na watu wengi wameteswa sana na neno majaribu. Kwa hiyo nataka nikwambie ukae kwenye mkao wa kwamba kipindi kinachokuja tunaongelea kuhusu somo linaloitwa majaribu. Na naamini kwamba utajifunza vitu ambavyo labda ulikuja wewe kusikia ama umewahi kusikia lakini katika system nyingine ama mfumo mwingine, na Mungu atakubariki. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru jioni ya leo, maana wewe ni Mungu mwema. Asante kwa sababu ya wakati huu ambao Bwana umetuambia kwamba hata karama tulizo nazo ni neema. Kwa maana kuna wengi ambao Bwana wanazitaka karama hizi hawakupewa. Oh Jehova, tusaidie. Ninakataa kuwa kama Samson, maana Samson alipewa neema ya kuja kuwa mtetezi, akajikuta anaingia kufanya kazi ambayo kumuitia, na mwisho wa Samson ulikuwa mbaya sana. Ninakataa kwa jina la Yesu, tuwezeshe, maana bila wewe hatuwezi. Wakati mwingine tunalalamika ni shetani, lakini Bwana sio shetani. Wakati mwingine ni mkao ambao tunajikuta tumekaa kulingana na neno lilizotupwa na kujikuta tunakwenda nje ya misingi ya neno lako. Utusaidie.
tuepushe na kila ila za shetani kwa jina la Yesu. Yeyote ambaye yuko pale, umeachilia neema juu yake, awe ni mwimbaji, awe ni apostle, awe ni mwinjilisti, awe ni musician, awe ni nabii, Baba, ninaombea hizo neema jioni ya leo zikafanya kazi kulingana na mapenzi yako, na sifa na utukufu zitakurudia wewe Mungu, kwa jina la Yesu. Ninamwombea mtazamaji wangu ambaye anaungana na mimi hapa kila ninapoingia Facebook live kwa sababu neno lako. Baba, tazama kuna wengi hawakupata nafasi, lakini yeye amejinyima kunisikiliza. Mbariki neno hili Bwana likafanyike kuwa imara katika moyo wake. Mbariki katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili. Bariki biashara yake, bariki watoto wake, bariki mme wake, bariki mke wake. Kwa jina la Yesu ninavunja kila roho ya magonjwa isifanye kazi katika maisha yao. Kwa jina la Yesu, asante Mungu mwema, ninakupenda, ninakuheshimu. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Pia kabla sijamalizia, pole, ninapenda kuwashukuru sana katika studio za ET Production ambao wamekuwa wakifanya chini juu kuhakikisha vipindi hivi vinakwenda hewani kwa njia inayostahili. Sio kazi rahisi, ni kazi ngumu kuhakikisha kwamba mitambo hii inafanya kazi. Mungu awabariki sana wote ambao wanajitolea kuhakikisha tunakwenda Facebook live kwenye kipindi cha neno, pia na kipindi cha Amkeni Vijana. Hata kupata vyombo hivi ni neema ya Mungu. Mungu amesema tumtumikie na mali zetu na tutaona mkono wake. Asante sana ET na wote ambao wanajiunga na sisi hapa studio kuhakikisha kwamba tunakwenda hewani kwa njia inayotakiwa. Mungu awabariki na Mungu atawalipa. Kwa jina la Yesu ninaomba na kushukuru.